Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa wa Tabora Mama Matilda, Mheshimiwa Sheikh wa mkoa wa Tabora Mheshimiwa Vumbi, Mheshimiwa DC, Mheshimiwa Rasi, Mheshimiwa Katibu wa Mufti Sheikh Musa Ahmed Juma Ahmed Al-Buhri, Mheshimiwa mashekhe wa mikoa jirani mliotoka Sembabali, Kilimanjaro, Geita, Mwanza, Katavi na Singida, na shekhe wa wilaya, vyombo vya ulinzi, vyombo vya habari, mwenyekiti wa jumuiya ya kina mama, mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya ziara hii, kina baba na kina mama. Watu wa siasa huwa wametufundisha jambo, kutaka kutoroka usiseme sana, kuna neno lao moja fupi unasema itifaki imezingatiwa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mheshimiwa mkuu wetu wa mkoa, la kwanza linafaa kusema kwanza ni kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mama yetu Samia Suluhu Hassan kwa kuamini na kukutarajia na kuwa na mategemeo na wewe, akapata fikra njema na mawazo mazuri ya kuona kuteue uwe mkuu wa mkoa wa Tabora, mkoa mkubwa sana wenye mambo mengi kama ulivyotueleza katika taarifa yako. Mwenyezi Mungu ampe kheri rais wetu na amdumishie kinga ya kumhifadhi na mabaya na makero, na amfiche na kila mwenye dhamiri mbaya kama alivyoficha roho katika kiwiliwili haionekani. Lakini pia nikupongeze na wewe kwa kupata nafasi hii na ukakubali kuipokea amana hii kubwa. Mwenyezi Mungu na wewe kuhifadhi na kuzungushia ukuta wa kinga. Na ni washukuru Mheshimiwa DC, Mheshimiwa Rasi, pamoja na viongozi wote wa serikali mlioshirikiana nao, kila mmoja kwa nafasi yake, kutokana na kuacha kazi zenu muhimu kisha za kiserikali na za kijamii kwa ajili ya kujenga taifa letu hili la Tanzania, kaona mshughulike na mapokezi ya kunipokea mimi ambaye ni kiongozi wa kidini tu. Hili ni jambo kubwa sana na limenipa moyo mkubwa kuona kumbe serikali inawathamini watu wa dini. Mwenyezi Mungu awahifadhi nyote na awape nguvu ya kuweza kutumikia umma huu wa Watanzania katika eneo letu hili la mkoa wa Tabora. Nimshukuru Sheikh wa mkoa pamoja na Sheikh wa wilaya na mashekhe wote wa wilaya zote za mkoa huu wa Tabora, pamoja na viongozi wote wa baraza, pamoja na kina mama vile wote, kwa kushirikiana na serikali kuhakikisha kwamba ziara hii inafanikiwa. Msingesimama vizuri kwa na maelewano mazuri na serikali, labda jawabu lingekuja kwamba shekhe, kipindi hiki unzika kwanza mpaka tutakaposema vingine. Lakini mimi niwaombe Mungu kwamba Mwenyezi Mungu awajaze kheri. Nililoshangaza kubwa ni kuona mashekhe wa mikoa ya jirani kuwa nao wamefika Tabora. Kwa kweli mikoa hii ya bara ni mikoa ya kushukuriwa sana, ni mikoa ya kupongezwa sana. Kule kwetu Pwani hakuna masala haya, kila mmoja Mwinyi na kahawa chake na kikao chake cha kahawa, sehemu yake ya kasusu, wengine inaweza kuwa haelewi hata kama mufti kaja au hakuja.
lakini nimeona huko na mashirikiano makubwa, yadumisheni mashirikiano haya. Lakini niliona tangu Katavi na hapa pia nimeweza kushirikiana na viongozi wa dini nyingine. Hili jambo zuri sana, tunafaa kudumishwa, kwa sababu sisi katika nchi yetu tunaishi kwa amani, kwa utulivu na kwa upendo na maelewano. Kwa hiyo tunayo haki ya kuwakaribisha wenzetu wasiokuwa Waislamu, na wao wanayo haki ya kutukaribisha. Tukao tunazungumza masuala yenye kuhusiana na maslaha ya nchi kama vile amani, utulivu, kukaa pamoja kwa wema. Kwa hali niliyoyaona, ninaombea Mungu sana. Mwenyezi Mungu awape msimamo huo, tuendelee nao. Na Mwenyezi Mungu atuepushe namna ya kuachia vitu au viashiria vibaya vikapenya katikati yetu, vikatuondoshea amani, vikatuondoshea upendo, vikatuharibia maelewano. Kwa maelezo ya mheshimiwa ulioyatoa hapa katika mkoa wa maziwa na asali naona ni maelezo makubwa sana, na ni maelezo ambayo yanaonyesha sasa mkoa wa Tabora utapiga hatua kubwa ya kimaendeleo. Wasia wangu kwa Waislamu na wasio kwa Waislamu, kwa Watanzania wote kwa ujumla, kuzikimbilia hizi fursa ambazo zimeingia katika mkoa huu wa Tabora kwa ajili ya kuyatengeneza maisha yetu yawe maisha bora. Maisha yetu yakiwa maisha bora, basi na dini zetu tutaweza kuzitengeneza, zitakuwa ni dini ambazo zinakwenda na mpango wa maendeleo katika kila uwanja. Kwa haya machache, niwashukuru sana kwa kutukaribisha, na ninawaombea sana Mwenyezi Mungu awahifadhi na waruzuku riziki iliyokuwa pana, isiyokuwa na taabu katika kutafuta, lakini awanyanyue daraja zenu. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, Mwenyezi Mungu akunyanyue daraja yako. Mheshimiwa DC vile vile Mwenyezi Mungu akunyanyue. Mheshimiwa Rasi, usikae hapo, Mwenyezi Mungu akunyanyue. Na viongozi wote mlio wa serikali, Mwenyezi Mungu awanyanyue. Naye ni hodari Mwenyezi Mungu kunyanyua. Mwenyezi Mungu ndio anampa mtakaye na anamnyanyua mtakaye na anamtukuza mtakaye. Kwake jambo dogo na jepesi. Anamruzuku mtu min haithu la yahtasib, mahali asipopadhani. Mwenyezi Mungu anampa. Aliulizwa mtu mmoja ile aya inayosema kila siku Mwenyezi Mungu katika mambo mapya. Ni mambo gani? Hayo mambo mapya ya kila siku alionayo Mungu ni yapi hayo? Sasa Mwenyezi Mungu kazi yake ni kunyanyua baadhi ya watu na kuwateremsha wengine. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amenyanyua na amenyanyue zaidi. Na sisi atujalie mkoa wetu uende vizuri. Na natarajia inshallah kwa ziara hii Mwenyezi Mungu atajalia kwa ziara nzuri. Na wasia wangu mwingine wa mwisho kwa viongozi wangu wa dini, endeleeni kudumisha mashirikiano na serikali. Serikali ni kitu muhimu, hatuwezi kuepuka, wala msisikie maneno ya watu kwamba BAKWATA bana kazi yao ni sehemu ya serikali, BAKWATA ni baraka wa serikali. Sasa wewe utafanyaje katika nchi sio kwa serikali? Kwanza ni ipi unayozungumza wewe? Ni ipi? Nchi zote za viongozi wa dini washirikiana na serikali pote. Mimi nimetembea sehemu nyingi tu, nimekuta wote, sio Saudia, sio wapi, watu wako hivyo, sio Masri, sio wapi, watu wako hivyo. Kwa hiyo wasia wangu, shikamaneni na viongozi wa serikali na tujenge utiifu kwa viongozi wetu wa serikali, hasa rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Na ule mtendo wa Waislamu wa kusema kwamba mwanamke hawezi kutawala, wacheni ule. Kuna namna nyingi sana ambazo natakiwa uelewe. Alimta shay'an wa ghabat anka ashiya. Umejua jambo moja tu, wengi yamekupita. Umejua jambo moja tu, wengi yamekupita. Usizungumze kitu cha namna hiyo. Na mengi yaweza kuzungumza katika uwanja huu. Lakini hata hayatul ulama walijaribu juzi kuzungumza. Na alinifuata akaniambia, Sheikh, utakuzungumza, bazungumzeni. Kazungumza umuhimu wa namna ya uongozi katika nchi kama hii. Hii ni nchi ya kisekula, sio nchi ya dini. Huwezi kusema nchi ya Kikristo, huwezi kusema nchi ya Kiislamu, huwezi kusema nchi ya Kihindu, huwezi kusema nchi ya kipagani. Hii ni nchi ambayo inaongozwa na mtu yoyote yule. Takbir. Kwa hiyo tunamwombea mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan pamoja na makamu wa rais Dr. Philip Mpango, lakini na ndugu yangu Waziri Mkuu Kassim Majaliwa na mawaziri wote na viongozi wote kwa ujumla, wakuu wa mikoa na marasi wetu na
viongozi wengine wote, Mwenyezi Mungu awajalie waweze kutuongoza vizuri katika nchi yetu, tuweze kufikia mahala ambapo tutapata maendeleo na taifa litakuwa limenadi sana. Kwa machache haya niseme wallahu waliyut tawfiq. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.